Anapokea sifa, haleluya. Jina lako litukuzwe. Yesu pokea sifa, haleluya. Pokea sifa, oh sifa za moyo wangu, mioyo yetu yukusifu. Jina lako litukuzwe, Baba yetu. Bwana pokea sifa, Bwana pokea sifa. Litukuzwe jina lako, litukuzwe, litukuzwe, tutalitukuza. Hatuna jina lingine lifahalo ila la kwako Yesu Kristo. Mungu mkuu Mwokozi, asante kwa uweza wako na nguvu, na kwa ajili ya mapenzi yako yaliyo mema sana. Mungu mwema wa rehema, ninaomba damu yako ikatunenee mema tena, na baraka na fadhili zako zikawe na sisi kwa nguvu zako, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Mbariki msikilizaji, mtazamaji, tubariki sote na tufunulie tena neema yako. Asante kwa wiki iliyoisha, asante kwa wiki iliyotupa. Asante Baba, asante kwamba waweza mambo yote, na ya kuwa mapenzi yako kutimizwa hayazuiliki, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru kwamba fadhili zako ni kuu juu yetu, na uweza na nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, litukuzwe, litukuzwe, litukuzwe daima jina lako lenye nguvu na uweza na nguvu, mfalme wa falme, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme Mungu tuponyaye na utupendaye, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Naomba turehemu, naomba tusamehe tena Baba, tutakase kabisa, tukaendelee na wiki hii katika utakaso. Neno lako ndio kweli na ndio litutakasalo. Tutakase kwa hilo neno lako, tuweze kufahamu, tuweze kuelewa, tuweze kutambua, tuweze kuona kwa macho ya rohoni, kwa damu ya Yesu na kwa jina lako Yesu. Naomba tukatiwe na nguvu kwa roho wako. Bwana Yesu, mbariki mpendo huyu na kumjaza neema na uweza wako daima. Amen. Roho Mtakatifu, naomba tuongoze katika neno, katika maandiko haya, tuweze kuelewa kwa hakika na kuyatimiza mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki, akubariki, atubariki sote, na ikawe tena ni wiki nyingine njema, wiki ya furaha, wiki ya baraka, wiki ya ushindi, katika jina la Yesu. Wewe ni shujaa wa Bwana, wewe ni mhudumu wa Bwana Yesu katika madhabahu takatifu. Endelea kufurahia, endelea kufurahia. Ni jambo la neema sana. Tutagusia sana neno hilo, kufurahia, kipindi wiki hii tena. Tunaendelea na kujifunza habari ya mhudumu katika madhabahu ya Bwana Yesu, mhudumu katika ufalme wa Mungu, mhudumu, wahudumu. Sasa kuna kitu kimeongezeka hapo. Somo lilo wiki iliyopita, wiki hii inakuja hivi katika ujumbe huo kisema, furahia mateso kwa ajili ya kumtumikia Yesu Kristo. Furahia mateso kwa ajili ya kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Kufurahia mateso katika utumishi au katika kuhudumu katika madhabahu ya Bwana. Kuna aina ya mateso. Mateso yako ya aina mbalimbali. Kwa hiyo kuna aina ya mateso ambayo yakija inakuwa ni furaha kwa wana wa Mungu, kwa watumishi wa Bwana. Kwa inakuwa ni furaha kwa sababu hayo mateso au hayo maumivu yanawatengenezea baraka na sifa njema kwa Mungu. Sio kila jambo baya likija linatuletea mabaya. Mabaya yanakuja yanatutengenezea mazuri. Hata kwenye Biblia anasema, atakaye kulaani hautalaanika ila utabarikiwa. Kwa sasa kumbe anayekuja na jambo baya kukulaani linabadilishwa, linakuwa ni baraka. Kwa hiyo kuna mambo mengine mabaya yakija, Mungu ameacha yaje ili sisi tuzidi kustawi kiroho na kimaisha na kwa mambo mengine yote. Kwa hiyo mengine, sio kila jambo tukimbilie kukasirika na kuanza kulaumu, kuanza kukemea.
Mungu atusaidie tuweze kuelewa kwa kweli kabisa. Bwana akubariki. Furahia mateso kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Katika mhudumu wa madhabahu ya Bwana lazima kuna mahali mateso yatainuka, kwa kuwa yeye pia alipitia hayo, ili sisi yakija kwetu iwe njia rahisi, kwetu tupate nguvu, tusishindwe nayo, bali tushinde kama alivyoshinda. Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 24 hadi ule wa 29 anasema, sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu. Nayatimiliza katika mwili wangu. Yale yaliyopungua mateso ya Kristo. Yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawasawa na uwakili wa Mungu. Sawasawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Nilitimize neno la Mungu, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu. Imefunuliwa kwa watakatifu. Imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambao sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Nami najitaabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake. Narudia tena, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake, atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Watu wa Kolosai, watakatifu wa Kolosai na watakatifu wa duniani kote leo na sasa, ujumbe huu kwamba mtumishi anayafurahia mateso anayoyapata kwa ajili ya kumtumikia Kristo au kumwakilisha Kristo kwa watu wa Kolosai, kwa watu wa Tanzania, kwa watu wa Kenya, kwa watu wa Zambia, kwa watu wa Uganda, kwa watu wa Marekani, kwa watu wa India, kwa watu wa kule Uarabuni, wa China, kwa watu wa Msumbiji, Zambia. Anafurahia mateso aliyoyapata wakati wa udumu kule Kolosai na kwingine Korinto na kwingine. Anasema anafurahia mateso alionayo anapowahudumia watu, akimwakilisha Mungu au akitimiza kazi ya Bwana Yesu au kusudi la Mungu kwao. Mateso yanainuka. Huyu Paulo, mtumishi huyu, alikutana dhoruba nyingi baharini, wakati mwingine ni usiku karibia ya kufa. Wakapotea njia baharini, wakati mwingine mateso kadha wa kadha aliyapata. Alipigwa mijeledi, walifungwa gerezani, kina Petro hao, kina Yohana. Mambo mengi yalitokea kwa sababu ya Bwana Yesu. Na katika Biblia, kwa mfano kwenye Yohana Mtakatifu, anasema habari ya sisi kuchukiwa. Tutachukiwa kwa sababu ya jina lake Yesu. Tunapolibeba jina la Yesu, mateso yatainuka. Na yako mateso yenye lengo la kutuondoa kwenye kusudi la Mungu. Yako mateso yenye lengo la kutufanya tukate tamaa, tuache kuendelea na safari ya Yesu au huduma ya Yesu. Yako mateso yenye kusudi la kutudhoofisha kiroho, ili kwamba tupungue kukua na kustawi kiroho.
Basi tutambue, tujue hayo, nasi tusimame imara kusema haiwezekani, haitawezekana, hakuna kushindwa, ila kuna kushinda na zaidi ya kushinda na zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Anafurahia mateso, anasema tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya Kristo, yale yaliyopungua kwa Kristo. Anasema anayatimiliza vile Kristo alipata, nasi kwa sehemu tunaendelea sasa kukamilisha, au tunafuata ile njia ili tukamilishe safari iendelee mpaka arudi kulinyakua kanisa. Kumbuka alisema mtu akitaka kunifuata ajikane, ajituke msalaba, anifuate. Kwa hiyo kuna kujikana. Katika kujikana, hapo ndipo kunatokea dhoruba sasa. Katika kumfuata, katika kubeba huo msalaba, kuna magumu yanatokea hapo. Lakini hatutishwi, wala hatutakiwi kutishika, wala kuogopeshwa na lolote na chochote, kwa jina la Yesu. Anasema sawasawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Anatakiwa kutimiza ile neno, kutimiza ule wajibu. Anasema mstari wa 25, ambalo nimefanywa mhudumu kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, kanisa la Kristo, ambalo amefanywa kuwa mhudumu sawasawa na uwakili wa Mungu aliopewa. Bwana Yesu asifiwe sana, asifiwe milele, atukuzwe kabisa milele. Kuna uwakili ambao tumepewa, na anasema amekusudia na yuko tayari kupita kwenye hayo mateso, atimize kusudi, amwakilishe Yesu, aitimilize huduma ambayo anayo au ambayo amepewa, iweze kutimizwa kabisa, iweze kufika, iweze kuendelea kabisa. Haleluya sana, haleluya sana, haleluya sana, haleluya sana. Kwa jina lake Yesu wa Nazareti aliye hai, kwa utukufu wake Mungu aliye mtakatifu, aliye mwema sana. Naam, anasema hapa, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri na utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu na ndani yenu, tumaini la utukufu. Siri iliyokuwa imefichwa imefunuliwa, na ili tujue. Lakini sasa sisi pia tuendelee bila kuangalia misukosuko na kuzuia nayo, kwa sababu tutafahamu siri nyingi. Katika Kristo tunafunuliwa siri za kimbingu, tunafunuliwa siri nyingi. Tunaweza kufahamu mambo ambayo tulikuwa hatujui, na kwa sababu ametuachia Roho wake ambaye anasema atatuhabarisha habari ya mambo yajayo. Naam, mstari wa 29 ambaye anasema, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Anasema mstari wa 29, nami najitaabisha kwa neno lilo hilo, yani kwa kazi hiyo anajitaabisha, kwa utumishi huo anajitaabisha. Anasema nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu. Kristo anatenda kazi ndani yetu, Bwana Yesu anafanya kazi ndani yetu, na sisi tuende tukaifanye kazi yake. Alafu kazi hiyo tuipeleke kwa dunia, tuipeleke kwa watu waipokee hiyo kazi ambayo imetendwa ndani yetu. Kwa hiyo anasema nami najitaabisha. Kwa hiyo tuwe tayari kujitaabisha
Hii imeandikwa ili tufundishwe sisi, tujifunze sisi, tujue, tuelewe, tuone, ndivyo ilivyo, tulifanyie kazi hili. Anasema anapita kwenye mateso, lakini katika mateso hayo, anasema kwenye mateso hayo tayari anakubali ili alitimize kusudi la Mungu, ayatimize mapenzi ya Mungu, ayatimize na afanye lile lipendezalo mbele za Baba wa mbinguni. Anasema yeye anafanya kazi ndani yangu. Anafanya kwa sababu kuna anayefanya hiyo kazi ndani yake. Kwa hiyo tukishajua kwamba utumishi nao tumika, kuna anayeniongoza na ninafanya kazi yake, ambaye yeye ndiye anayefanya hiyo kazi ndani yangu. Kwa hiyo tunafanya kazi ambayo kuna anayeifanya ndani yetu. Kuna anayeifanya hiyo kazi. Kwa hiyo sisi tunakwenda kutimiza. Basi kwa jina la Yesu, na wewe na mimi tutiwe nguvu, tuendelee kuifanya hiyo kazi. Naye Bwana anafanya kazi ndani yetu, anaweka ndani yetu jambo ili tulipeleke, tulifikishe, watu wakapokee, watu wakafunguliwe, watu wakainuliwe, watu wakashibishwe mema, 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 wakajazwe neema na rehema na fadhili na uweza na nguvu, na nguvu. Twende tuone katika Wakorinto. Twende katika Wakorinto wa pili sura ile ya kwanza. Wakorinto wa pili 1:5-7. Wakorinto wa pili 1:5-7. Haleluya. Wakorinto wa pili 1, sura ya kwanza 5-7. Sura ya kwanza mstari wa 5-7. Neno la Mungu, maandiko matakatifu yanasema, kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswavyo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Haleluya sana. Inapendeza kabisa sana sana. Anasema, inatufundisha kwamba kama vile mateso ya Kristo tunavyoyashiriki, vivyo hivyo tutashiriki na faraja. Vivyo hivyo tutapokea na baraka. Vivyo hivyo tutapokea na furaha. Kwa kuwa wanatuletea huzuni, au inasababishwa huzuni, au inaletwa huzuni ili tukwame, ili tushindwe kumtumikia Yesu, tushindwe kuhudumu. Lakini inaletwa faraja ya kutosha. Sasa hapa pia inaonyesha habari ya kufarijiana, ndugu kwa ndugu, wapendwa kwa wapendwa, makuhani kwa makuhani, kanisa kwa kanisa, kufarijiana kwa habari ya mateso yanayotokea au yaliyotokea au yatakayotokea. Inasikitisha sana wakati dunia inaingia kwenye misukosuko, alafu kuna watumishi wanasimama vizuri, lakini kanisa linakosa kauli moja juu ya watumishi wanaoteswa na kuonewa. Kanisa linakosa kusimama imara kwa ajili ya kuwatetea au kuwasemea watumishi au wana wa Mungu ambao wako kwenye mateso. Ni aibu sana, ni mbaya sana, na Mungu atuhurumie tu na tuvute, atuonyeshe jambo hili, tulione na kutetemeka mbele zake, kwamba ilipaswa wana wa Mungu wote kuungana, kukemea, kusimamia kilicho cha umoja pale uovu unapotendeka, pale yasipo sawa yanapotendeka.
Sasa wakati mwingine tunamwangalia kwamba ni yeye atajijua yeye. Sio atajijua. Hapa anasema kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwenu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Vivyo hivyo faraja anasema yenu. Maana kuna faraja yao wanayoleta kwa watumishi. Anasema faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu. Ni kwa ajili ya faraja yenu. Wanaweza kustahimili dhiki kwa sababu ya faraja. Faraja inamtia mtu nguvu. Kufarijiwa kunamtia mtu nguvu. Kunatia nguvu mtumishi, watumishi, kanisa, ili waweze kuendelea. Kwa hiyo kukosa faraja ni mbaya. Biblia inasema tufarijianeni sisi kwa sisi. Faraja katika magumu ya dunia, katika magumu kwa utumishi tulio nao katika dunia hii, inatupasa kufarijiana au kufariji wengine walioumizwa. Katika kumtumikia Kristo kuna wengine wanaumizwa. Katika Wakorintho hii anasema kiungo kimoja kikiumia na vingine vyote huumia. Kiungo kimoja kikiumia na vingine pia huumia, pata shida. Vingine navyo vitapata shida. Kwa hiyo hii inatufundisha na inatuongoza kwamba tuwe wa kufarijiana, wanaofarijiana, kufarijiana sisi kwa sisi. Nasema pamoja na hayo, lakini faraja yetu ipo. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Jina la Yesu litukuzwe sana. Anasema faraja iwepo. Anasema mateso yale tunayapata. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale tuteswayo na sisi. Kwa hiyo kuna faraja ya wengine ambayo inakuwa ni sehemu nzuri ya wana wa Mungu watakatifu wa Bwana. Mstari wa 7 anasema, na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Kwa hiyo katika mateso, katika maumivu, faraja pia ipo. Faraja inatokea, faraja inakuja. Faraja na ije, kufarijiwa katika Bwana, kufarijiana katika Bwana, kufarijiwa kwa utukufu wa Mungu, kufarijiwa katika mapenzi ya Mungu. Kuna kufarijiwa, kuna kufarijika, kuna kufarijiwa kwa utukufu wa Mungu Baba. Faraja ya Roho Mtakatifu, faraja ya Roho Mtakatifu. Tunahitajika kuwa watu wa kufarijiana, tufarijiane, kufarijiana kwa utukufu wa Mungu Baba katika Roho Mtakatifu. Faraja ya Roho Mtakatifu. Ni muhimu kuwa watu wa kufarijiana, sio kuumizana, kufarijiana kwa upendo, kwa sababu maumivu yapo, wako wanaoumizwa. Katika kuumizwa huko tunatakiwa kusimama na neno, Shalom sana. Haleluya. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Kuna kushiriki mateso pamoja na wengine. Sasa hii leo kwa kanisa la leo ni kama
Naweza nikasema imepotea, au kama ipo basi ni kwa udhaifu sana kabisa, kwa sababu yale yanayotokea, tunaona nini kinachoendelea, namna tunavyofarijiana, tunapotiana moyo. Sisi watumishi, sisi wana wa Mungu, inapaswa kusimama sana, kufarijiana na kushikamana kwa wamoja, kwa sababu tunahubiri habari za Yesu mmoja. Hakuna Yesu wawili. Mungu mmoja, mbingu moja, madhabahu ni moja. Hizo tofauti za pale na pale zote zina lengo la kuleta pamoja. Basi tukasimame tupate kufarijiana, na ona fahari unapopitia mateso, kwa sababu kuna kushiriki. Naambia kushiriki, maana yake inawezekana si la kwako, lakini unaingia kushiriki hayo mateso, hizo taabu, ili Kristo atukuzwe na jina la Bwana liinuliwe na fadhili za Bwana zikaendelee kwa pamoja nasi. Mungu akutie nguvu unayepitia pagumu. Mungu Roho Mtakatifu akujaze. Hata kama hujapata faraja ya mtu yeyote, sasa pokea faraja hii, kwamba sasa Bwana amesimama, ameniweka. Unaposikia, maana yake ni Mungu anasema na wewe. Endelea kutiwa nguvu. Jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo. Sema, tuwe na moyo mkuu. Piga moyo konde. Weka, endelea kuwa na moyo mkuu, ukiamini na kujua katika Bwana kuna kuwezeshwa, kuna kuinuliwa, kuna kufanikishwa, kuna uweza, kuna kuwezeshwa katika jina la Yesu Kristo. Kuna nguvu na uweza. Bwana akutie nguvu na ufunuo namna ya kuendelea, ili upate kushinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu tuyaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Amina. Baba yangu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Mtu huyu aliyesikia, naomba ndani yake ikajengeke picha kubwa na uweza mkubwa na nguvu, akapate upana wa kuelewa, kufahamu, na akaendelee kutiwa nguvu sasa ya kusonga mbele, wala asirudi nyuma, wala asichoke, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Baba, naomba wale watumishi wako ambao wamechoshwa, wameumizwa, yale mateso tunayokutana nayo, yale mapigano na yale yote yaliyoinuka, yanayoinuka, vitu vyote na hali zote, Yesu, ninaomba rehema na neema na fadhili na uweza na nguvu zako zikaendelee kuwa na sisi, zikaende nasi, tukaongozwe na kuwezeshwa na wewe kila sana, kila wakati, katika jina la Yesu. Baba, tujalie nguvu na uweza, ili tusimame kwenye mapenzi yako kila wakati na kila saa, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Ninaomba ruhusu ndani yake tutambue, aelewe, tufahamu kwamba yako mateso, ziko dhiki, mambo magumu ambayo tutayapitia tunaposimama na imani, tunapotembea kwenye kweli yako. Lakini Bwana, ruhusu nguvu na kibali na uwezo, ili mtu asiogope, yeyote asiogope, asifadhaike, bali awe na uhakika wa kushinda, uhakika wa kushinda katika jina la Yesu, uhakika wa kushinda katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, uhakika wa kushinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu mfalme takatifu sana, takatifu, takatifu, tujalie neema na rehema na uweza na nguvu na udhamini na ufadhili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ruhusu neema yako na uweza wako kwa wale waliochoshwa, waliokandamizwa, wanaodhulumiwa. Wape kibali na nguvu waweze kuendelea kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, mjaze kila mmoja. Tawala, tuwezeshe kwa uweza wako siku zote za maisha yetu. Katika hayo tupitayo, tusiogope, bali tuendelee mbele kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amina. Mungu akubariki, akujaze neema, endelea mbele kumtumikia. Karibu sana, endelea kushiriki nasi huduma ya injili ya kwenda vijijini, lakini pia tuna huduma nyingine njema nzuri ya kujenga madhabahu ya Bwana.
mahali ambapo patakuwa ni kwa ajili ya maombi na maombezi. Mtu wa dhehebu lolote, kanisa lolote aweza kuja akakaa kwa maombi, na pia pakawa na mahali pa faraga pa kukaa wiki 2, wiki 1, siku 2, 3 akiomba. Tunaandaa hapo. Karibu ushiriki na kazi ya madhabahu ambayo ni muhimu sana, ya baraka nyingi sasa mpaka kizazi hadi kizazi. Namba za kuwasiliana na mimi ziko hapo kwenye simu kwa chini, ambazo pia unaweza kuzitumia ukisikia kutuma sadaka yako. Karibu. Na hizo pia niweza kuwasiliana, kutaka kuwasiliana na mimi kwa huduma za kiroho, ambayo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel, jina ni Elimlinzi Mbise. Namba ya simu ya Airtel ni hiyo 0787 62 75 91. Alafu kuna Vodacom ambayo ni 0762 282 439, 0762 282 439. Ninakutakia kubarikiwa katika jina la Yesu. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel hii kama hujafanya hivyo. Shirikisha na wengine. Mapenzi ya Mungu yaendelee kutimizwa kwetu sasa na milele yote. Amen. Amen.